Ndugu zangu matajiri wa Pioneers na ndugu zangu tulioko kwenye group letu hili la nyumbani Lehani, ninashukuru kwa kazi na wajibu huu niliopewa. Nitajitahidi kwa uwezo mdogo ule nilionao katika eneo hili kufanya kazi ile nilioagizwa. Lakini niseme kabla sijaenda kwenye kazi, ili sio eneo langu la kujidai. Na nikisema sio eneo la kujidai, ninamaanisha tu kwamba siwezi kuwa authority, siwezi kuwa Kiingereza huwa tunatumia hili neno authority. Kiswahili tunaweza kuligeuza litumike litajwe namna gani, lakini maana yake ni kwamba kwenye kila eneo huwa kuna mtu ambaye taaluma yake, utaalamu wake, ujuzi wake amebobea katika hilo eneo. Watu wengine wanaweza kuwa wanafahamu hayo mambo, wanafahamu, lakini katika ule uelewa tu wa kawaida wa uelewa tunaoita wa kawaida. Lakini katika utaalam, kiwango cha kitaalam, yeye anakuwa amebobea. Huyo mtu tunamuita ni authority katika hilo eneo. Mimi nikija kwenye masuala ya kiroho, mimi najua ni authority katika hilo eneo. Nikija kwenye masuala ya uchumi na biashara, najua mimi ni authority katika hilo eneo. Nikija kwenye masuala ya theolojia, najua mimi ni authority katika hilo eneo. Kwa hiyo masuala haya mengine mimi ninafanya bidii sana. Mimi ni mwanafunzi, najiita mwanafunzi mzuri. Najiita mwanafunzi kwa maana ya huwa sikubali kulala. Ni mtu ambaye ninajitahidi kuchimbua sana, kufanya bidii ya kujifunza, kutafuta maarifa. Kwa hiyo nina uwezo wa kuzungumza mambo kadhaa, si kama authority, lakini mambo ambayo nina uhakika yatamsaidia mwenzangu kuelewa. Basi kwa jukumu hili nililopewa, nimeamua kutangulia kulielezea hilo kwa sababu najua kuna watu ambao ni authorities, wengine watanisikia na watakuja kujazia nyama katika kile nitakachokizungumza. Ila angalau naweza kutangulia kuongea kwa lugha ya mwanafunzi wa darasa la 7. Niyaongee haya mambo ili yaeleweke kwa lugha ya mwanafunzi wa darasa la 7. Okay, twende. Chain link. Katika siku za hivi karibuni tumeona bidii na jitihada za PICO team kuendelea kuingia strategic partnership. Strategic partnership ni ushirika wa kimkakati. Wameendelea kuingia katika ushirika wa kimkakati na taasisi mbalimbali nyeti muhimu sana katika ulimwengu huu wa masuala ya fedha, ambazo zina mamlaka au niite authority katika maeneo yao. PICO team tumewashuhudia wameendelea kuingia katika strategic partnership na baadhi ya taasisi ambazo kwa mtu mfuatiliaji, kwa mtu anayefuatilia vizuri kinachotendeka ambacho PICO team wanakifanya, huwezi kushindwa kuona ukweli kwamba huu mradi wa PICO team unaenda kwenye mafanikio makubwa sana. Mifano michache. Mfano wa kwanza, unapoona PICO team wanaingia katika strategic partnership na Banksa. Tunawajua Banksa ni kampuni ambayo kwa miaka zaidi ya 7-8 wamespecialize katika masuala ya KYC. Unaweza ukaelewa kabisa kwamba PICO team wana muono gani, wanaelekea wapi. Okay, unaona wanaingia kwenye strategic partnership na taasisi za kifedha, mabenki makubwa. Unaelewa kabisa kwamba PICO team wana integrate na mataasisi haya kwa sababu ya malengo yaliyoko mbele yao. Yaani kuna vitu wanavifanya na vishangaa, yaani vinakupa kujua okay, kuna mahali tunakwenda. Sasa mojawapo ya strategic partnership ambayo sasa hivi imetikisa baada ya kuwa released public ikajulikana ni strategic partnership ya PICO team na hii chain link. Hii ni big news kwa kweli, si washangazi. I mean, si wadanganyi. Ni big news, ni taarifa ya kushtua dunia. Watu wote wanaoijua hii chain link ni taasisi ya aina gani,
ni mifumo ya aina gani, inafanya nini, jinsi inavyoaminika, credibility yake, kile ambacho huwa wanashughulika nacho. Unapoiona Payco Team wanaingia kwenye ushirika na taasisi ya namna hii, Chainlink, unajua tunakoelekea sio mchezo. Sasa twende sasa kwa undani tutazame ni kina nani hawa. Mimi nimewajua hawa jamaa Chainlink kwa muda kidogo, kwa sababu ya kujihusisha kwangu na masuala ya DeFi, decentralized finance. Nimekuwa kwenye hii industry ya masuala ya decentralized finance kwa kipindi, niseme kitu kama mwaka na nusu kuelekea miaka miwili sasa. Nimekuwa nikijishughulisha sana na hayo masuala. Huwezi kukwepa kukutana na Chainlink katika hayo masuala. Huwezi kukwepa kukutana nao. Nikagundua kwamba hawa jamaa ni authority katika eneo lao. Ni kina nani na wanafanya nini? Ili uelewe Chainlink ni kina nani na wanafanya nini, nataka nigusie kidogo eneo jingine, alafu nitarudi kwa Chainlink. Kuna ulimwengu tunaoita wa blockchain technology. Ndiko ambako ulimwengu unahamia sasa hivi. Ndiko ambako dunia inahamia sasa hivi. Blockchain technology ni teknolojia ya Web3 ambayo inatengeneza mazingira ya miamala kufanyika bila mtukati, yani bila usimamizi, bila mtu yeyote kusimamia hiyo miamala. Ngoja nitumie lugha nyepesi. Ukitaka sasa hivi wewe kutafuta mkopo, unaenda benki, benki yoyote unayoijua, iwe ni CRDB, iwe ni NMB, benki yoyote unayoijua. Then ukifika unaongea na manager wa mikopo. Atakutathmini, atakupima na vigezo alivyo navyo, atakuonesha kwamba unastahili mkopo wa kiasi fulani. Mtafanya mazungumzo, mtaingia makubaliano, then mkopo utaprocessiwa, utakabidhiwa commission zao na nini na nini, alafu baadaye utaendelea kusimamiwa mpaka urudishe ule mkopo. Yule mtukati aliyesimama kati yako wewe na ule na ile benki inayokupa mkopo au na zile pesa unazopewa, kuna malipo mengi, kuna chain, kuna mambo mengi sana yatatakiwa mwanasheria pale, atatakiwa loan officer pale, atatakiwa manager. Wote hao wanahitaji kulipwa. Wote hao wanahitaji kulipwa. Mpaka yule mwanasheria nini wa mikataba anahitaji kulipwa. Hayo yote na kuna mtu inabidi afanye research, aone kwamba mkopo unalipika, mkopo ikatokea haujalipika pale, kuna masuala ya bima. Inabidi wewe ulipie bima ule mkopo, ili kama ule mkopo utalipika, basi ile bima yako ilipe. Yani hao wote wanasababisha ule utaratibu wa wewe kupata ule mkopo wako uwe ghali sana. Sasa tunaenda sasa kwenye mfumo wa blockchain technology. Unapotaka mkopo kwenye blockchain technology, unapotaka mkopo, nimekutumia mfano mzuri. Unapotaka mkopo, huhitaji kukutana na manager wa benki, huhitaji kukutana na loan officer, huhitaji kukutana sijui na mwanasheria, huhitaji, yani hao wote wanaondolewa. Inakuwa ni P2P, yani wewe unayehitaji mkopo na yule anayekupa mkopo. Kwa hiyo gharama inakuwa ni ndogo sana. Sasa wanajiamini vipi hao wanaokupa mkopo uko kwenye blockchain technology kwamba utaurudisha? Wanajiamini vipi kwamba huo mkopo utarejesheka, utarudishika? Hayo yote yalishaprogramiwa, yalishatengenezwa, yakaingizwa kwenye mfumo inaitwa miamala. Ile miamala ikatengeneza mkataba ambao kwenye mfumo wa blockchain tunauita smart contract au mkataba janja. Kwa hiyo wewe unayehitaji mkopo, unapoingia mle ndani sasa, unakuta mikataba janja tayari imo.
kwenye blockchain imo mikataba, yani mfumo wote wa blockchain unaendeshwa na kitu kinaitwa mikataba janja, smart contracts. Kwa huhitaji binadamu, huhitaji kukutana na mtu yoyote, ni decentralized systems. Sasa ukienda mule una interact na ile mikataba. Kwa hiyo mikataba inapima kwamba una sifa hii, una sifa hii, una sifa hii. Madam ile imetimia, zile sifa zimetimia, transactions zinafanyika, na kama umeahidiwa kwamba baada ya muda fulani faida itakayoingia kwenye ule mfumo ni kiasi hiki, hugombani na mtu, hukutani na binadamu, unasubiri ule muda ukifika tayari. Mfano mzuri kwa ninyi ambao mnafuatilia haya mambo sana, kuna mikataba ambayo sasa hivi inaendelea na ni maarufu sana, tunaita Cryptex. Ukiingia tu kasachi Cryptex utaelewa. Sasa nimejaribu kutumia huo mfano mmoja tu wa mkopo ili uweze kuelewa. Huku kwenye ulimwengu wa web 2, huku tuliko kwenye mabenki na nini ambako kuna mtukati, na huko kwenye ulimwengu wa web 3, kwenye blockchain technology, kuna tofauti kubwa sana. Sasa sikiliza vizuri ili uelewe sasa hiyo chain link inaingilia wapi. Nguvu kubwa, kazi kubwa kule kwenye blockchain technology ya kukusanya taarifa, ya kukusanya data, kuzianalyze, kuzichambua na kuzisubmit kwenye ile mikataba janja. Nimekuambia mfumo wote wa blockchain technology unaendeshwa na nini? Mikataba janja. Sasa ile mikataba ili iweze kufanya kazi inahitaji information, inahitaji taarifa, inahitaji taarifa zilizochakatwa, taarifa ambazo ni za kweli zilizochakatwa. Sasa ile mikataba janja inapata wapi taarifa? Kuna kitu tunakiita data feeding. Data feeding. Ile mikataba janja ili iweze kuoperate inahitaji kupewa taarifa. Sasa vyanzo vya taarifa viko vingi. Sasa hawa jamaa wanaoitwa hao ambao tunawazungumza sasa, Chainlink, kazi yao, huu ni mfumo maalum uliotengenezwa, unatumia operational system or programming system ya Oracle. Kazi yao ni kukusanya data za offline, off chain, kutoka kila kona ya dunia. Wanatumia nodes, wanatumia mfumo wa nodes kama tu tunavyotumia kwenye blockchain technology. Na unajua mifumo ya nodes hii haihitaji binadamu, haihitaji mtukati, inahitaji miamala ambayo ilishakuwa fed kwa muda mrefu. Kwa hiyo wao wanatumia nodes, wanakusanya taarifa kutoka kokote ulimwenguni, wanaingiza kwenye ile mifumo ya blockchain technology. Kwa hiyo yeyote anayehitaji kutumia taarifa, real data, sio taarifa za kupika, sio taarifa za kimagumashi, taarifa halisi, hawa jamaa Chainlink, Oracle, mfumo wao una taarifa halisi za kitu chochote unachokitaka duniani. Kwa hiyo unapotaka sasa kusema mimi nataka nianzishe mikataba ya labda ya kukopesha mikopo, lakini kwenye web 3, kwenye mifumo ya blockchain technology, unataka kukopesha watu wa aina gani? Watu waliostaafu kazini au wanavyuo, wanafunzi, watu gani? Ukienda kwa hawa jamaa wa Chainlink, hizo taarifa wao wanazo. Wanachokifanya, wanafeed mfumo wako wa blockchain technology. Unachukua hizo taarifa kutoka kwao, alafu unaenda kutekeleza mikataba janja yako ya kukopesha mikopo. Sasa umeona? Kwa hiyo hawa jamaa wa Chainlink kama vile banks walivyo specialize kwenye kutengeneza kufanyia watu KYC, hawa wame specialize kwenye kukusanya data, real time data, wana feed kwenye blockchain technology. Kwa hiyo unaweza kusema ule ulimwengu wa blockchain technology uko upande wa kulia, huu ulimwengu wa web 3 uko upande wa kushoto. Hawa sasa Chainlink wako katikati kama bridge, kukusanya taarifa upande huu na kuzilisha, kufeed upande huu wa blockchain technology. Kwa hiyo mikataba janja inayo-operate, mikataba janja, smart contract zinazo operate kwenye mfumo wa blockchain, unaweza ikapata information kutoka kwenye
Chainlink na ikaitumia hiyo information kuendesha mikataba yao. Nafikiri mpaka hapo angalau nimekupa kapicha kadogo tu. Twende deep kidogo. In specific hawa jamaa wanaaminika kwamba wamespecialize katika masuala ya hali ya hewa, data zinazohusiana na hali ya hewa, katika masuala yale ya insurance, katika masuala ya fedha. Ndio maana hizi decentralized finance, hii mikataba janja, smart contract zote zinazofanyika huku kwenye Web3, kwenye blockchain technology, nyingi yao hizo zinatumia hii Chainlink kupata information za kurani zile smart contracts. Okay? Nimesema twende in specific. Twende kwa blockchain ya Pi sasa hivi. Angalia, Pi wanatengeneza mikataba janja. Kwa sababu kumbuka watakuwa wana run kwenye blockchain technology. Pi, si ni kweli eh? Kwenye blockchain technology zote zina run kwa kutumia mikataba janja, smart contract. Yani hukutani na binadamu, hukutani na mtu muanze kuzungumza hivi na kuambiana hivi. No. Ni wewe kama mteja unaingia kwenye space ya blockchain, kwenye Web3, unaingia mule, unafanya mambo yako. Kama ni mikopo unajitengenezea mwenyewe, kama ni biashara kuuza na kununua, unamaliza haja zako mwenyewe, hukutani na binadamu. Kama ni miamala ya kibenki unaifanya mwenyewe, unamalizana nayo. Kama chochote unachokihitaji kwenye Web3 unaenda unajifanyia mwenyewe bila binadamu hapa katikati. Sasa hayo yote yanaendeshwa na kitu kinaitwa smart contract, mikataba janja. Kwa hiyo Pi-Core team ili waweze kuoperate network yao, mfumo wao, ina maana lazima watengeneze hiyo mikataba janja. Lazima iandaliwe na ipakiwe, iwe uploaded, ipakiwe kwenye mifumo ya Web3 au ya blockchain ya Pi. Sasa hiyo mikataba inahitaji data. Kwa mfano mzuri ni huu. Kwa mfano mzuri, unapoenda kufanya miamala, kwa maana ya transaction, kuuza bidhaa na kununua bidhaa katika mfumo wa Pi network, maana yake ile mikataba janja itahitaji kufanya masuala ya pricing, itahitaji masuala ya pricing ya vile vitu, ya vile zile bidhaa. Hizo data za pricing zinaletwa kutoka wapi katika ile mikataba janja? Zinatoka wapi? Sasa Pi-Core team, kwa taarifa ambazo nilikuwa ninazifuatilia huko nyuma, kipindi cha hapa nyuma kidogo, nilikuwa nadhani mimi kwamba ndio njia itakayotumika. Pi-Core team walitumia au niseme walianzisha au walikuwa katika kuandaa mfumo wao wa Oracle. Kumbuka hii Chainlink wanatumia programming ya Oracle, mfumo wa Oracle. Sasa Pi-Core team na wao walikuwa wanaandaa mfumo wao wa Oracle utakaotengeneza data, utakaokusanya data. Kwa mfano hizi data unazoziona tumezitengeneza sisi za miamala ya GCV duniani kote kipindi kile cha enclosed mainnet. Na maana zile data zilikuwa zinakuwa fed, zinaingizwa katika blockchain ya Pi. Ina maana ule mfumo wa Oracle ulikuwa unaenda kuzichukua zile data na kuzitumia. Tutakapoingia sasa kwenye open mainnet au kwenye liveness, kwenye network, kwenye network halisi, kwa sababu ile ilikuwa ni testnet. Tutakapoingia kwenye network halisi sasa, ina maana ule mfumo wa Oracle unaenda kuchukua zile taarifa ambazo zilishafanywa kazi kipindi cha nyuma, unakuja kuzifeed kwenye hii mikataba janja ambayo tutakuwa tunaitumia kuoperate sasa kwenye kipindi cha open mainnet. Kwa hii mikataba janja, hizi smart contracts za Pi tutakazokuwa tunazitumia kuendesha open mainnet kipindi kijacho, ilikuwa inategemea kupewa data, kupewa taarifa kuhusiana na thamani ya Pi, kuhusiana na mambo mbalimbali na vitu mbalimbali. Data zake zilitakiwa zitoke kwenye Oracle ya Pi, zifeed hii mikataba ya Pi ili tuweze cooperate. Unajua riski yake kama ingefanyika hivyo, yani kama ingefanyika hivyo, riski yake ni kwamba our external users, taasisi na kampuni mbalimbali yenye heshima, yenye credibility duniani, yanaweza yakasema hivi,
Pi core team wana manipulate data kwa sababu mikataba janja walioitengeneza ni wao. Hizo smart contract za kuendesha mfumo wa Pi network waliotengeneza ni Pi core team, si ni kweli? Wanaotengeneza taarifa au data za kufeed kwenye mikataba janja, ina maana bado ingekuwa ni nani? Ni Pi core team, kwa sababu ingekuwa ni Oracle software yao. Oracle ndio ingekuwa ina feed data. Sasa nitakuja nitoe mfano mdogo kule hapo mbele, utanielewa vizuri. Ingekuwa ni source ya information, bado ingekuwa ni wao. Kwa hiyo credibility yao ingekuwa mashakani. Kwa mtu anaye reason sana, anayehoji sana, angesema sasa wewe ndio umetengeneza mikataba ambayo inaendesha mfumo wa Pi duniani kote. Wewe ndio unayeelisha hii mikataba data za kutufanya sisi tu interact na hii mikataba. Wewe Pi core team unaweza kaingilia ile Oracle inayo feed data kwenye hii mikataba. So kwa mtu yeyote angeweza aka question hiyo. Sasa angalia walichokifanya Pi core team kwa akili. Wameenda ni kama vile walivyoenda kuingia mkataba na banks ili wafanye KYC au activate wallets za pioneers. Ile kabisa, ile ni independent organization, institution. Hawa Chainlink ni independent organization inayo collect data kutoka duniani, real data kutoka duniani kote. Kwa hiyo wana feed mfumo wako wa smart contract wa Pi, na huwezi kuwahoji kwamba wamefeed information za uongo, kwa sababu wanazikusanya kutoka all over the world, real information, na wao hawako chini ya Pi core team, wanajitegemea, ni na wao wanatumia mifumo ambayo ni decentralized, haiendeshwi na binadamu, haisimamiwi na binadamu, haiwi influenced na binadamu. Kwa picha ya namna hiyo, tunachokielewa ni kwamba Pi core team wamewapa hiyo kazi Chainlink, ambayo ni kampuni inayoaminika sana duniani, yenye credibility na heshima na trust ya hali ya juu sana duniani. Tokea miaka ile ya 2018, 19, of course wanasema kama kwenye miaka 2017 wamekuwa wakifanya hii kazi na wametengeneza jina kubwa duniani. Wanaaminika kwamba nodes zao, miamala iliyoingizwa kwenye blockchain yao, kwa hiyo data wanazo feed kwenye DeFi mpaka sasa hivi na maeneo mbalimbali ambako wamepata hizo kazi ni taarifa za kweli, real time information. Pi wanapo waingiza hawa jamaa kwenye hiyo partnership, manake we can trust, sisi kama pioneers tunaweza, na sio tu pioneers, yale makampuni makubwa, yale mashirika makubwa, zile taasisi mbalimbali ambazo zinaingia sasa kwenye ecosystem ya Pi kuanza kuoperate, you can rest be assured kwamba tunakwenda kufanya miamala kwenye blockchain ya Pi ambayo haina influence ya Pi core team. Ni miamala inayojitegemea, decentralized, inakuwa fed up information ambazo haziegemei upande wowote. Sasa mimi katika ufuatiliaji wangu na uchunguzi wangu, of course kuna taarifa mmeiona wengi inazunguka kwenye grupu yetu. Sijajua kama na hapa kwenye grupu letu zimetumwa, lakini bila shaka inawezekana wengine washaiona. Kuna huyu ndugu tunamuona na tumatuma taarifa sana, anaitwa Kosasi. Anasema katika kipindi hiki cha hapa nyuma cha majaribio, hawa Chainlink walipewa wao walienda wenyewe katika jitihada zao kuchunguza tu thamani ya Pi. Sasa angalia taarifa ambayo Chainlink Oracle wameipata, the real data ambazo wamezipata kutoka huko duniani kwenye nodes zao, wamezipata ambazo wamezidisplay. Wanasema thamani ya Pi ya juu sana iliyorekodiwa ambayo iko sasa hivi na exist, real time price of Pi ni $320. Ya chini sana iliyoonekana hapa karibuni ni $313,013. $313,013. Hiyo inakuambia kitu gani? Hiyo inakuambia kwamba
kwenye real time information ambazo kama tuseme ndo tumeshaingia kwenye smart contracts sasa hivi za Pi, tunaendelea kufanya transaction zetu huko duniani. Pi wamesha decentralized kila kitu, decentralized applications zimesharuhusiwa kuanza kufanya kazi. Kumbuka zile decentralized applications zikianza kufanya kazi, ikiwa ni mabenki, ikiwa ni wewe kwenda kubadilisha Pi yako kwenda kwenye fiat money, ikiwa ni wewe kwenda kununua gari, ikiwa ni kwenda chochote, ina maana thamani ya Pi itakuwa haitokani na Pi core team, itakuwa haitokani na hiyo kampuni unayokwenda kununua gari au kupata huduma. Itakuwa inatokana na hawa chain link, taarifa wanaoiprovide kwenye transaction unayoifanya mida hiyo, wanaotamka kwamba thamani ya Pi si wewe sio hiyo kampuni unayonunua huduma au bidhaa kwao, sio Pi core team. Wanaotamka kwamba thamani ya hii Pi kati yetu wawili, mimi ninayenunua huduma au bidhaa na yule anayeniuzia, kati yetu wawili, anayeamua thamani ya Pi sio sisi wawili wala sio Pi core team. Anayeamua ni Chainlink Oracle, ndiye anayeprovide ile data kwamba thamani ya hii Pi unayotaka kuitumia kwa ajili ya mabadilishano ya bidhaa na huduma ni dola hizi hapa. Sasa taarifa zilizopo kwenye hiyo Chainlink Oracle mpaka sasa hivi ndio wanasema kwamba ni dola 320 ya juu na ni dola 313,000 ya chini. Umeelewa mpaka hapo? Kwa nini ziko variation? Ni kwa sababu Chainlink Oracle inachukua taarifa za halisi zilizoko huko duniani. Haihitaji kupewa average, yenyewe inachukua zilizoko huko duniani na zileta kama zilivyo kwa sasa. Ndio maana nasema ndugu zangu, Pi core team wamejivua lawama na wametusukumizia hawa jamaa tupambane nao huku kwenye miamala tutakayokuwa tunaifanya. Hawa jamaa watakuwa wana provide live data. Nimesema nitatoa mfano kadogo. Mimi kwa miaka mingi kadhaa nimekuwa nikifanya biashara nikifanya kazi ya forex trading. Forex trading haina tofauti sana na hawa wanaofanya crypto trading, kwa sababu chart ninazozitumia kwenye forex ndio hizo ambazo unaona zinatumika, zile candlesticks zinatumika kwenye crypto trading. Okay? Sawa. Iko hivi, sisi tunaofanya trading, sikiliza vizuri, sisi tunaofanya trading, unakuwa na kompyuta yako pale, alafu unakuwa na mtu anaitwa broker. Broker ni nani? Broker ni yule ambaye anaenda huko duniani, anachukua taarifa kuhusiana na bei ya dola kwa siku ya leo, anachukua taarifa kuhusiana na bei ya paundi kwa siku ya leo, anachukua taarifa kulingana na bei ya yen au bei ya euro au bei ya hizo currency zote ambazo mimi nataka kuzifanyia trading kwa siku ya leo. Umeona pale unapotazama ile dashboard yako pale, unapotazama unaona bei zinapanda, zingine zinashuka, zingine zinapanda, zingine zinashuka. Unaziona zile bei zinabadilika ndani ya sekunde, zimebadilika zingine zimepanda, zingine zinashuka. Unadhani zile bei huwa zinatoka wapi? Nimekwambia nakupa mfano kadogo Zile bei huwa zinatoka wapi? Kwa sababu kumbuka hapo tuko kwenye soko la dunia. Unataka kuuza paundi au unataka kuuza euro au unataka kununua dola. Hizo bei, au hata benki ukienda sasa hivi benki unataka kubadilisha dola, kila siku asubuhi unakuta wamekuwekea pale bei. Kila siku asubuhi wanaweka kaubao pale, wanaweka bei ya dola, bei ya euro, bei ya paundi, wanauza na kununua kwa bei hizi hapa. Unafikiri hizo bei wanazitoa wapi? Wanatoa kwenye soko la dunia. Sasa the issue is, nani anayewapa hizo bei za dunia? Kuna mtu anaitwa broker hapo katikati. Huyu broker anatoa wapi hizo bei? Hilo soko la dunia liko wapi? Liko angani au liko pale Marekani, New York, au limekaa hivi kuna mtu anakaa pale anasema jamani nauza dola hivi? Yaani hilo soko huwa liko wapi? Nataka sana nikuonyeshe umuhimu wa Chainlink Oracle. Yule broker anayetulisha data sisi tunaofanya trading kwenye kompyuta zetu, yeye anaenda kwenye real time market, anaangalia transactions zinazotokea katika soko la ubadilishanaji wa fedha wa muda huu. Of course hii ni mifumo, sio binadamu. Hakuna binadamu mwenye uwezo wa kufanya hicho kitu, ni mifumo. Anaangalia kinachotokea dakika hii.
Sasa anachukua hizo transactions zinazotokea dakika hii na negotiation zote za mabenki zote duniani, anazichukua, anazichakata, anazichanganya, anaziweka kwenye ukurasa mmoja, alafu anazionyesha kwenye kompyuta yangu. Kwa mimi nafanya trading kwa kuangalia kinachotokea kule ulimwenguni kwa muda huu. Huyu ni broker, ananiletea data. Sasa issue iko hapa. Broker ikiwa yeye anaenda kuchukua zile data, yeye kama yeye ananiletea mimi ambaye nina account ndani ya brokerage yake, ananiletea zile data, akitaka kuniuza ananiuza, ananipa tu data feki, alafu mimi nanunua euro. Kumbe euro sikutakiwa kununua kwa muda huu, nilitakiwa kuziuza. Kwa hiyo tayari ameshanidanganya mimi, ninaingia naingia mkenge na napata hasara. Kwa nini? Mimi nikipata hasara, yeye anapata faida, anakuwa amenila yeye. Kwa hiyo kumbe mabroka wanaweza wakatupa data za uongo. Sasa angalia kinachotokea. Ukitaka kumpata broker mzuri ambaye una uhakika hata kudanganya, unaangaliaje? Unaangalia yule broker ambaye unakuwa na akaunti kwake, una deposit hela kwake, unafanya trading kwake, lakini sio yeye anayekupa data. Yeye anamcontract, anaingia strategic partnership na third party. Third party ni nani? Ni kampuni nyingine, ambayo hiyo kampuni nyingine ndio inayokupa wewe data za kutumia kufanya trading. Unajua, hakuna interest of conflict, hakuna mwingiliano wa kimaslahi kati ya mimi na huyu broker, kwa sababu huyu broker hahusiki na kunipa data za sokoni. Kwa hiyo hawezi kunidanganya. Mimi nachukua data kwa mwingine, nafanya trading kwenye account yangu iliyoko kwa huyu broker. Kwa hiyo nikipata hasara mimi, hafaidiki yeye. Kwa hiyo hawezi kunidanganya. Umeona? Hiyo ndio faida ya kuwa na mtu mwingine wa tatu, third party, anayefeed data, anayekufeed data. Okay. Huyu mtu mwingine tunayemzungumza ndo Chainlink. Sasa tunakuwa na mikataba janja, smart contracts, ambazo zina run kwenye mfumo wa Pi. Lakini data za kusababisha zile smart contract zirun ndani ya mfumo wa Pi hazitokani na Pi, zinatokana na mtu wa tatu ambaye anajitegemea. Ni kama unavyosikia tunaenda kwenye uchaguzi, alafu tuna tume huru ya uchaguzi. Yaani kuna tume ambayo inasimamia mambo, ni kama referee. No, tusitumie huo mfumo, labda sio mzuri. Tunaenda kwenye kucheza timu ya Yanga na Simba, halafu tuna refa ambaye katoka nje ya nchi, yaani yeye hana maslahi kabisa na Simba kushinda au hana maslahi na Yanga kushinda. Kwa hiyo atakuwa very fair. Ndio huyu Chainlink. Sasa yeye ana provide real data kwenye mifumo janja ya Pi, ili sisi watumiaji wa Pi na wale wenye kutuhudumia kwa bidhaa na huduma, hakuna atakayemuonea mwenzake, na Pi hawatafaidika chochote ikitokea kuna anayeonewa. Kwa hiyo hakuna atakayekubali kuruhusu uonevu. Hii ni kuleta usawa na haki katika uendeshaji wa mifumo ya Pi. Ndugu zangu, sijajua kama nimetumia muda mrefu sana kufafanua hili, lakini ninaamini ni kwa sababu nilikuwa natamani kutumia lugha rahisi ya mwanafunzi wa darasa wa shule ya msingi, ili aweze kuelewa nini maana ya Chainlink Oracle kuwemo katika mifumo ya Pi. Pi wanazidi kujipambanua kwamba wamedhamiria kufanya huu mradi uwe ni mradi mkakati wa dunia, waaminike na dunia nzima, waaminike na mataasisi makubwa, ma World Bank, ma IFM, yani waaminike kwamba hawana maslahi ya kuingilia na kuharibu. Wanagawa baadhi ya majukumu kwenye taasisi zingine ambazo zinaaminika, zinajulikana. Like, ona sasa thamani ya Pi itakuwa haitamkwi na Pi Core Team kwenye mikataba janja kwamba thamani ya Pi ni kitu fulani. No. Na our Chainlink Oracle hawaendi kwenye source code ya Pi kuchukua data za Pi ndio waje walishe mikataba janja ya Pi huku kwenye open mainnet. Ile miamala ipo kwenye blockchain ya Pi, lakini hawa jamaa wa Chainlink hawaendi kuchukua data kule. Wanaenda kuchukua data kwenye nodes zao, blockchain yao walizokusanya all over the world. Kwa hiyo ni taarifa za kujitegemea sana.
haziegemei upande wa PICO team. Kwa hiyo unaposikia kwamba Chainlink wamesema thamani inayoonekana kwenye data zao ya Pi ya juu ni $320,000 $320,000 na ya chini ni $313,000. My friend, bado sijui kama kuna mtu mwingine bado atasema PICO team wame influence thamani ya Pi. Hii ni taasisi inayojitegemea kabisa, imekusanya hizi taarifa kutoka duniani maeneo tofauti kabisa na kwenye source code ya Pi. Hii ndio faida ya kucontract taasisi nyingine inayoaminika, very credible, kama Chainlink, wanaotumia hiyo mifumo ya Oracle kwa ajili ya kukusanya taarifa. Na hawa ukitaka angalia Cryptex na mikataba mingine yote, mikataba janja, smart contract tunazozitumia kwenye DeFi, kwenye NFTs, maeneo yote tunayotumia kwenye masuala ya blockchain technology, wengi wanaofeed information, wanaofeed data ni hawa Chainlink Oracle. Basi ndugu zangu, kwa elimu yangu ndogo, kwa uelewa wangu mdogo, naamini hii itakuwekea confidence, ujue kwamba Pi wako kimkakati katika kile walichotuahidi kwamba tunaelekea.